Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi amewataka maafisa waliomaliza mafunzo na kutunukiwa kamisheni wakatumikie waliojifunza katika maeneo yao ya kazi ili kuweza kupata mafanikio. Ameyasema hayo mara baada ya kufunga mafunzo ya maafisa 164 waliotunukiwa kamisheni, hafla iliyofanyika katika chuo cha uongozi wa JKU Dunga, wilaya ya Kati, mkoa wa Kusini Unguja. Dr. Mwinyi amewataka maafisa hao kwenda kutumikia kazi zao kwa uweledi, nidhamu na heshima kama alivyojifunza wakati wakiwa katika mafunzo. Baada ya kuwepo mahitaji ya maafisa katika maeneo tofauti ya kazi katika idara zenu, maeneo ambayo yalihitaji watendaji wenye weledi, na kwa sababu hiyo kozi hii ilionekana kuwa ni njia mojawapo ya uharaka ya kupata watendaji wazuri na wenye sifa za kielimu. Hivyo sina shaka kwamba wahitimu hawa watapangwa kwenye maeneo husika ili kuondoa changamoto iliyokuwepo. Ndugu viongozi, maafisa na wapiganaji, nachukua fursa hii kuwapongeza maafisa wapya wote kwa kukamilisha mafunzo yenu na kuweza kutumikia kamisheni. Hakika kufuzu kwenu kumetokana na bidii na nidhamu mliokuwa nayo wakati wote wa mafunzo haya. Mkiwa maafisa wapya, na wataka mwende katika maeneo yenu ya kazi mkatumie yale yote mliojifunza hapa chuoni na kututhibitishia kivitendo kwa imani yetu kwenu juu ya uwezo wenu ilikuwa ni sahihi. Aidha, nawataka mkasaidiane na viongozi wenzenu kusimamia nidhamu na kuongeza ufanisi katika majukumu yenu na kufanikisha majukumu ya msingi ya idara zenu. Kutofikia malengo haya ambayo naamini ndio yalikuwa malengo ya mafunzo mliohitimu leo, hamtokuwa mmeizidishia idara zenu wala serikali yenu ambayo inatarajia mabadiliko makubwa ya kiutendaji. Napenda mzingatie kwamba serikali inazitegemea sana idara zake hizi maalum katika ulinzi wa nchi yetu na utekelezaji wa miradi yetu mikubwa ya maendeleo na shughuli nyingine mbalimbali. Kwa sababu hiyo ni wajibu wenu kwenda kutumia maarifa na taaluma zenu mlizopatiwa hapa ili kuziletea idara zenu maendeleo na mabadiliko ya haraka. Elimu mlioipata ni kuongezewa uwezo wa kufikiri, kupanga, kushauri na kutekeleza yale mambo yatakayoharakisha maendeleo katika maeneo yenu. Hapana budi kuitumia elimu hiyo vizuri kwa mujibu wa sheria, kanuni na amri za kudumu za maeneo yenu ya kazi katika kuwasimamia na kuwaongoza wafuasi wenu katika kutekeleza majukumu yenu. Rais Dr. Mwinyi akijibu maombi ya ufinyu wa nafasi ya chuo hicho, amesema swala hilo atalifanyia kazi ili kuwezesha chuo hicho kuwa kikubwa zaidi kiweze kutoa mafunzo na kuandaa maafisa kutoka vikosini. Kujibu kwa ufupi changamoto iliyotolewa juu ya ufinyu wa chuo hiki. Nimeambiwa kwamba kuna ufinyu kwa sababu kuna wananchi wamejenga katika maeneo haya, lakini bahati nzuri kwa mazungumzo ambayo yameshafanywa wako tayari kuhama endapo watalipwa fidia. Mimi binafsi wazo langu ni kwamba tunahitaji military academy yenye viwango vya kimataifa. Kwa hiyo nalipokea ombi hili la kwamba serikali ifanye sasa utaratibu wa kuwahamisha wananchi waliojenga maeneo haya kwa kuwalipa fidia, lakini vile vile tujenge miundombinu ya kisasa. Niwahakikishieni kwamba serikali itafanya kila aina ya juhudi kuhakikisha kwamba tunaboresha maslahi ya maafisa na wapiganaji ili muweze kutekeleza majukumu yenu kwa ufanisi zaidi. Nahitimisha nasaha zangu kwa kuwatakia kila la heri maafisa wapya katika majukumu yenu ya uongozi wa ngazi ya uafisa hapa nchini.
Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ, Mheshimiwa Masudi Ali Mohamed, amesema serikali itaendelea kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama katika kuhakikisha amani na utulivu muda wote unapatikana. Idara maalum za SMZ zikiwa sehemu ya vyombo vya ulinzi na usalama kwa kushirikiana na vyombo vingine vitaendelea kubeba jukumu lake la kuhakikisha amani na utulivu wa nchi yetu unaendelea kuwepo wakati wote. Na la pili na la mwisho, Mheshimiwa Rais, sote tunafahamu maendeleo makubwa ambayo yamefanywa na serikali inayoongoza. Asiyekuwa na macho basi atasaidiwa kuona kwa namna ambayo inapaswa kusaidiwa. Katika hayo, tukuhakikishie tutaendelea kutoa mashirikiano kwa wananchi wenzetu kupitia vyombo vyako hivi vya ulinzi na usalama, ili waamini kwa maana vyombo hivi ni vya kwao na ndio kimbilio lao katika suala zima la kulinda nchi hii. Mnasaba wa hilo, tuendelee kuwasihi wananchi wenzetu wakati wote amani iliyokuwepo, tuendelee kushirikiana na vyombo hivi ili iendelee kudumu bila kutanguliza maslahi ya jambo lolote lile. Akitoa taarifa ya mafunzo, mkuu wa Jeshi la Kujenga Uchumi Zanzibar JKU, Kanali Makame Abdallah Daima, amesema kuwa wanafunzi walioanza kozi hiyo ni 170 na waliohitimu ni 164. Amesema kuwa wanafunzi wengine wameacha mafunzo kwa sababu zao na kwamba wanafunzi waliovishwa kamisheni wamepewa mafunzo ya utimamu wa mwili, mazoezi muundo na utawala, mbinu za ufundishaji na usomaji wa ramani. Upande wa vitendo walifanya mazoezi ya utimamu wa mwili ikiwemo mbio za nyika cross country kuanzia kilomita 16 hadi 45, na route march pia walitembea kilomita 8 hadi 75. Mazoezi ya kujengea ujasiri confidence ikiwemo kuruka vikwazo, kupanda milima na maporomoko. Mazoezi ya kuwajengea uwezo wa kumiliki silaha weapon handling, usomaji wa ramani day and night, ongea zoezi la mawasiliano hilo. Mazoezi ya porini walihusisha katika kuwapima wanafunzi uwezo wa kuanisha nadharia na vitendo. Walifanya mazoezi ya porini makubwa matatu ambayo ni zoezi la makazi na doria, mazoezi ya medali na X kikomo. Hayo yote matatu ni mazoezi ya mbinu za medani ambapo walihusisha hatua zote za medani kuanzia kusonga mbele, yani advance, kushambulia attack, kujijenga defense na kurudi nyuma withdraw. Katika mazoezi hayo, wanafunzi walipata fursa ya kuona silaha za msaada ngazi ya kikosi, jinsi zinavyopangwa deployment zikiwa katika ngome. Aidha, mazoezi hayo pia yalihusisha operation nyingi chache zifuatazo: kufanya mashambulizi, kuweka mitego ya kuzuia, shambulio la uvamizi na kujitoa kutoka kuzingirwa na adui, breaking out of the enemy. Pia yalifanyika mazoezi mengine mbalimbali ili kuwajengea uwezo mzuri maafisa hawa wanafunzi wa kukabiliana na adui yote yule atakayejitokeza. Mheshimiwa Rais, kozi hii ilipata fursa ya kuwa na mihadhara mbalimbali kutoka kwa wakufunzi wa nje kuwaongezea ufahamu zaidi hasa katika maisha yao ya kila siku. Mihadhara hiyo ilihusisha itifaki na maadili, nidhamu jeshini, kupambana na ugaidi pamoja na madawa ya kulevya, pamoja na kuzisoma sheria zote za idara maalum. Mafanikio. Mheshimiwa Rais, kozi hii imefanikiwa kwenye nyanja zote kwa maafisa hawa, ikiwa pamoja na kuwaongezea utimamu wa mwili kama ulivyojionea, na moja kati ya vitu muhimu kwa maafisa kuwa na utimamu wa mwili. Ufaulu. Mheshimiwa Rais, kwa muda wote wa mafunzo, maafisa wapya wamejitahidi kuonyesha ushirikiano, juhudi za masomo pamoja na mazoezi mbalimbali katika kozi hii na wamefaulu kwa viwango vinavyohitajika. Changamoto. Mheshimiwa Rais, mbali na mafanikio hayo, chuo hiki tuna changamoto moja kubwa ambayo ni ufinyu wa chuo. Sababu kubwa
eneo letu hili limezungukwa na wananchi, na wananchi hao Mheshimiwa Rais wamekubali ili wakilipwa fidia ili kupisha chuo hichi kwa kiwe chuo cha kimataifa na taifa zaidi. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, tunatoa ombi letu hilo ili tupatie hizo nafasi kwa ajili ya kukimarisha chuo chetu hichi kwa kozi zetu za uongozi. Jumla maafisa 164 waliotunukiwa kamisheni, kati yao ni wanawake 30 na wanaume 134, ambapo maafisa 70 kutoka kikosi cha Volunteer KVZ na maafisa 94 wa Jeshi la Kujenga Uchumi JKU. Nikiripoti mimi ni Fatma Haji wa VOPT. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV kwa habari moto moto. Subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV. VOP Online TV.